Tunaongozwa na kichwa kinachosema omba maombi ya kuhuishwa ndani yako ili kutembea na nguvu, ili kutembea na Mungu 2026 katika haki. Omba maombi ya kuhuishwa nafsi yako na ndani yako ili kutembea na Mungu 2026 katika haki. Bwana Yesu asifiwe. Neno la msingi tunalipata kwenye Zaburi ya 23 na mstari wa 3. Zaburi ya 23 na mstari wa 3 nasema, unihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Unihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapotaka kutembea na mtu, kumuongoza mtu, kumsaidia mtu, kumpeleka katika hatima fulani, huwa anatamani kumuhuisha kwanza ili waweze kwenda sambamba. Bwana Yesu asifiwe. Maana bila kuhuishwa huwezi kuwa sambamba na huyo ambaye unatembea naye. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Zaburi ya 23 inasema, unihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipotaka kutembea na Daudi alimuhuisha. Alipomuhuisha ndipo alipoanza kutembea naye katika njia za haki. Huwezi kupita njia ya haki ya kimungu kama hujahuishwa ndani yako. Ni lazima uhuishwe ndipo utembee katika njia za haki, ndipo utembee na Mungu katika lile kusudi lake na ule mpango wake kama alivyokukusudia tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuhuishwa ni nini? Maana ya kuhuishwa, neno kuhuishwa linamaanisha kufanywa upya, kuhamishwa tena au kurudishiwa uhai katika eneo lililokuwa limepoa au kudhoofika au kupoteza nguvu. Ni kupata moto mpya, kuwa na shauku mpya, kupata matumaini mapya, kupona kutoka uchovu wa ndani na kuondoka kutoka hali ya kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuhuishwa ni neno linalomaanisha kufanywa upya, kuhamishwa tena au kurudishiwa uhai katika eneo lililokuwa limepoa au kudhoofika au kupoteza nguvu. Lakini kuhuishwa ni kupata moto mpya, uamsho mpya ndani yako, kuwa na shauku mpya, kupata matumaini mapya, kupona kutoka uchovu wa ndani na kuondoka kutoka hali ya kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tangu tumeanza nimekuwa kukusisitiza kuhuishwa ndani yako kuna umuhimu. Kama unahitaji kutembea na Mungu au kwenda mahali fulani kwa level fulani mwaka ujao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili kufikia level fulani unahitaji kuhuishwa. Na nimezungumza swala la kuhuishwa linakutoa kwenye matatizo. Unapohuishwa unatoka kwenye mauti. Unapohuishwa unatoka kwenye mateso. Unapohuishwa unatoka kwenye mabaya yaliyokuzunguka. Bwana asifiwe. Lakini nimezungumza na wewe, ni vitu gani au ni maeneo gani yanahitajika kuhuishwa? Bwana Yesu asifiwe. Na nimejaribu kusema machache, na naona kama tamaliza kongamano kesho, sijamaliza kusema maeneo yanayohitaji kuhuishwa, lakini nimesema machache na leo nataka kuendelea kidogo. Kumbuka nilikwambia maeneo yanayohitaji kuhuishwa, eneo la kwanza ni fikra, lakini eneo la pili nilikwambia roho yako. Nikazungumza sana kwa mistari ya kutosha kwenye maeneo hayo, lakini nikazungumza habari ya kuhuishwa kwa nguvu zako. Na jana nimezungumza habari ya kuhuishwa mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ukwepo jana,
basi unaweza kufuatilia mahubiri yale ambayo yapo kwenye YouTube. Unaweza kufuatilia na utapata kilichopo ndani yake, kile ambacho tulijifunza jana. Bwana asifiwe. Na tuliona nguvu za Mungu kadri zilivyotuhudumia kwa viwango vikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Leo nitazungumza, natamani kukimbia na niko karibia kumaliza kongamano na sijaweza kusema vitu vyote. Lakini leo natamani angalau niseme hata pointi 2 au 3 kama itaniweza kufaa kusema kwa muda nilionao kwa dakika hizi chache. Bwana Yesu asifiwe. Eneo la 5 ambalo unahitajika kuhuishwa ni eneo la matumaini yako ndani. Matumaini. Mwambie mwenzako matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Kuhuishwa matumaini ni nini? Kuhuishwa matumaini ni nini? Ni uwezo mpya au uzima mpya? Katika eneo la ndani sana ya maisha yako, hasa kwenye mipango yako na malengo. Kwenye mipango yako na malengo yako, dhamiri au dhamira yako na kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unahitajika kuhuishwa eneo la matumaini. Matumaini maana yake ni kusudi, matarajio ya Mungu juu yako na matarajio yako kwa Mungu. Juu ya hatima. Narudia tena. Matumaini au tumaini, unaandika tu. Tazungumza na wewe na itakusaidia. Matumaini ni tumaini au kusudi, matarajio ya Mungu juu yako au matarajio yako kwa Mungu juu ya hatima. Kile maandiko yanasema kuhusu tumaini. Hebu tuangalie kitabu kile cha Yeremia 29:11. Yeremia 29:11. Mtu yoyote ambaye amepoteza matumaini ameshazuia kiwango chake cha kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ngoja tusome ule mstari wa 11 kama tumepata. Ni mstari tunaojua sana, lakini ninaomba tusome. Hebu tusome 1, 2, 3. Maana nayajua mawazo, maana yake mipango, mikakati, malengo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mbona sio kuwapa pesa? Mbona sio kuwapa gari? Mbona sio kuwapa nyumba? Ni kuwapa tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie hilo andiko kidogo. Maana tumaini lako likipotea, kuna uhakika wa kitu fulani kinaenda kupotea, na muendelezo wa wewe kuendelea kuwepo duniani unaweza ukaishia. Sijui kama unanielewa ninachosema. Katika mpango wa Mungu, ili utimie kwetu,
Mungu anataka atupe kitu kinachoitwa tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana mpango, Mungu ana mawazo dhidi yetu, lakini katika mpango alionao na mawazo alionayo, ili tuwe connected na mpango wake na kusudi lake, anatupa tumaini. Mwangalie mwenzako, mwambie bado una tumaini. Mwangalie usoni, mwambie bado una matumaini ndani yako. Hebu tuangalie Isaya 26 mstari wa 3 na 4. Isaya 26 mstari wa 3 na 4. Isaya 26 mstari wa 3 na 4. Kama tumepata, naomba tusome katika jina la Bwana. Isaya 26 mstari wa 3 na 4. Tufungue tusome katika jina la Bwana. 1, 2, 3. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea, katika amani timilifu, kwa kuwa anakutumaini. Kwa sababu tumaini halijafa. Mstari wa 4. Mtumaini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapokuwa na mpango wa kutaka kwenda na wewe mahali fulani, hatua fulani, moja ya eneo ambalo analitegemea kwako, Mungu ana mipango na mawazo na makusudi aliyotuwazia sisi, lakini eneo ambalo analitegemea kwako kama connector ya mpango wa Mungu kufanikiwa kwako ni tumaini lako. Bwana Yesu asifiwe. Ukipoteza matumaini, umepoteza mpaka ulinzi wa Mungu juu yako. Sijui kama unanielewa. Ukipoteza tumaini, umepoteza namna ya wewe kwenda viwango fulani ambavyo Mungu alitaka. Kwa sababu moja ya eneo ambalo Mungu analiangalia ili aweze kukuhudumia na kukusaidia ni eneo la matumaini yako ndani. Kama umepoteza matumaini, unapoteza pia na neema ya kwenda viwango ulivyokusudiwa. Kwa sababu kama mawazo anayotuwazia sisi ni mawazo ya amani, tena ya kutupa mema, lakini wakati anatuwazia mawazo hayo, moja ya eneo ambalo analiimarisha ili tuweze kufikia mawazo yake ni kutupa tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mwangalie mwenzako, mwambie bado una matumaini dhidi ya maisha yako, kwa future yako. Wangapi bado mna matumaini? Unajua matumaini yakifa ndani, hata kwenye maisha yako, ukiwa unaumwa, ukiwa na jambo fulani, ukipoteza tumaini, tayari umepoteza siku za kuendelea kuishi mbele. Maana ili Mungu atupe siku za nyakati za mwisho, anatupa matumaini. Okay. Mithali 3. Mithali 3 tusome mstari wa 5 mpaka wa 8. Mithali 3 mstari wa 5 mpaka wa 8. Tuone pale maneno fulani yanasemaje. Mithali 3 mstari wa 5 mpaka wa 8. Tumepata? Okay. Hebu tusome 1, 2, 3. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Kuna mtu anaona mistari? Hem, tusome tena kuanzia pale 5. Unapopoteza tumaini, unapoteza pia na afya. Bwana asifiwe. Okay, tuanze tena pale. Tusome tena pale. 1, 2, 3.
Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako yote. Anaendelea kuzungumza swala la kutumaini. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Sasa angalia, unapoweka tumaini katika hiyo mistari mitatu, mstari wa 8 kinachotokea anasema itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Okay, juzi kumbuka nilikwambia moja ya jambo linaloweza kudhoofisha mifupa yako ni unapokosa uhuisho ndani ya fikra zako, ndani ya nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema mtumaini Bwana, alafu ndipo afya yako itakaa sawa, ndipo mazingira yako ya maisha yatakwenda. Sasa wapa tumaini siku zao za mwisho. Watu wengi sana hawajui kwamba unapopata matumaini ndani yako ni zaidi ya kupata pesa, ni zaidi ya kupata gari. Na watu wengi sana kwa sababu ya mapito na mazingira waliopitia na hali ambayo wamepitia kwa muda mrefu, wengi moja ya kitu kilichokufa ndani yao ni matumaini. Sijui kama unanielewa. Kuna watu wamekaa kwenye nyumba za kupanga muda mrefu, na kadri wanavyoendelea hali ya maisha inavyozidi kuwa ngumu, wanapoteza tumaini la kuishi kwenye nyumba zao. Na anapopoteza tumaini la kuishi kwenye hatua fulani, maana yake umefunga mlango wa Mungu kufungua, kuachilia mpango wake juu yako, kuachilia kusudi lake juu yako. Ngoja tuendelee kidogo. Uona kitu fulani kwenye kitabu cha Warumi 15 ili uelewe ninachosema. Wataalamu na wanasayansi wanasema sumaku inavuta nini? Sumaku. Sumaku haiwezi kuvuta kitu kisicho nini? Sumaku. Sasa hebu tusome kitabu kile cha Warumi 15. Nikuonyeshe pale. Warumi 15 mstari wa 13 kama tumepata, naomba tusome kwa pamoja. Warumi 15 mstari wa 13. Tumepata, tusome pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Okay, kama tumepata tusome pamoja. 1, 2, 3. Basi Mungu wa tumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Narudia kusoma. Angalia, Mungu ni wa tumaini. Okay. Ili uweze kuwa na uhusiano mzuri na Mungu, unahitaji kuwa na matumaini. Hebu tusome tena. Some tena. 1, 2, 3. Basi Mungu wa tumaini na wajaze nyinyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Mungu ni wa tumaini. Anapotaka tujazwe amani, anapotaka tujazwe tuendelee kupenya kwenye furaha, anataka tuendelee kuamini. Lakini katika kuamini kwetu anataka tuwe na matumaini, au tuwe na tumaini. Kwa sababu yeye ni wa tumaini, lazima sisi tuwe na tumaini. Tunapokuwa na tumaini katika Roho Mtakatifu, ndipo tunapoachilia hatua fulani ya maisha ndani yetu. Mpango wa Mungu unafunguliwa, unaanza kukamilishwa kwetu, kwa sababu anayajua mawazo anayotuwazia ni mawazo ya amani, tena ya kutupa
tumaini siku zetu za mwisho. Kama ana mpango na mawazo juu ya maisha yetu, anahitaji kukutana na kitu kinachoitwa tumaini kama connector, ili matumaini yake yaliyo nayo juu yetu ya connectiwe na tumaini tulilo nalo. Sasa watu wengi sana, moja ya eneo wamepata shida baada ya kupitia majaribu, eneo la tumaini lao limekufa au limeshuka kiwango. Kuna watu kwa sababu ya majaribu wanayopitia, matumaini yao ya kwamba watafikia pale ambapo ndoto zao zilikuwa zipo tayari yamekufa. Kuna watu matumaini hayapo ndani tena kwa sababu wameshindwa kupata watoto kwa wakati fulani, matumaini hayapo tena. Kuna watu matumaini hayapo tena ndani yao kwa sababu wameugua kwa muda mrefu, kwa hiyo hawana tena matumaini ya kuishi miaka mingi ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ngoja nikwambie, kwa sababu Biblia inatuambia Mungu yeye ni watumaini. Kama Mungu ni watumaini, anataka tuwe na tumaini. Mtu mmoja jana akanipigia simu, akaniambia, naomba unisaidie, ulifanyaje mpaka ukarudi ukawa hivyo ukapona? Wale madaktari waliokuhudumia wanaweza wakapatikana wakamhudumia na mke wangu, maana ninaona matatizo aliyo nayo yanahitaji madaktari kama waliokuhudumia. Bwana asifiwe. Nikamwambia wapo madaktari, lakini moja ya eneo ambalo linahitaji kusaidiwa zaidi kwanza ni ndani tumaini lipo. Unajua mtu akishapoteza tumaini, hata kama atakutana na specialist wa namna ipi, hawezi kumrudisha. Sijui kama unanielewa. Na mara nyingine hatuponywi kwa dawa, tunapona kwa matumaini. Kwa sababu Mungu anaweka matumaini. Akishaweka matumaini, kadri matumaini yako yanavyoongezeka ndani, ndivyo na uwezo wa Mungu unafanya kazi juu ya kukufikisha kwenye lile kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia wakati anapitia kwenye maombolezo, alipokuwa anaumia, moja ya eneo ambalo alimuomba Bwana, alimuomba aachilie matumaini, na ili avuke matumaini ndiyo yaliyoachiliwa kumvusha. Angalia kitabu cha Maombolezo 3. Maombolezo 3 mstari wa 19. Maombolezo 3 mstari wa 19. Muda unakimbia. Maombolezo 3:19. Bwana Yesu asifiwe. Okay, tusome kuanzia 19 twende mpaka mstari wa 21. 19 mpaka 21. Kama tumepata tunasoma pamoja. 1, 2, 3. Anapita mahali pagumu. Anasemaje? 1, 2, 3. Kumbuka mateso yangu na msiba wangu, Yeremia huyu, pakanga na nyongo. Nafsi yangu ikali ikiyakumbuka hayo, nayo imeinama ndani yangu. Najikumbusha neno hili, kwa hiyo nina matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mstari wa 22 anasema ni huruma za Bwana tuangamii. Neno analojikumbusha, neno analojikumbusha. Angalia neno analojikumbusha ili kuamsha tumaini. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Anapita mahali pagumu sana. Anapita mahali ambapo anakumbuka mateso, anakumbuka msiba wake, anakumbuka pakanga kama nyongo. Anasema nafsi yangu ikali imeinama. Niko mahali ambapo nimepoteza matumaini, sina hamu ya kuendelea tena kusimama, maana nimeinama ndani yangu. Lakini anasema najikumbusha neno hili. Najikumbusha neno hili, kwa hiyo nina matumaini.
Anajikumbusha neno gani? Kwa huruma za Bwana hatuangamii. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ameshapita kwenye mateso, yuko kwenye situation mbaya sana, haielezeki. Anapita kwenye pakanga, ni kitu kichungu kama nyongo. Anaumia, anapitia machungu na maumivu, mpaka anaelezea nafsi yake imeinama ndani yake. Sasa eneo moja wapo ambalo linatakiwa kumtoa pale, anasema najikumbusha neno hili, ninatumaini. Ili atumaini lazima atafute kitu cha kumpeleka mahali pa kuwa connected na Mungu. Ukisha kuwa na matumaini, ukihuisha matumaini yako juu ya future yako, unakuwa connected na Mungu. Matumaini yasipohuishwa ndani, huwezi kuwa na maisha mbele. Narudia tena, hata kama unapita wapi, eneo mojawapo la kuhuisha, na hili ni eneo la 5, huisha matumaini yako ndani. Omba maombi ya kuhuisha matumaini. Ulikuwa una matumaini, kuna mipango, ngoja nikwambie, ulipanga mikubwa sana, lakini ile mipango umeiacha nyuma kwa sababu matumaini yalikufa. Baada ya matumaini kufa, wewe uliweka matumaini kwenye fedha, wewe uliweka matumaini kwenye hali ya nje, lakini ukujua mipango yako haifaulu kwa sababu ya hali inayoonekana nje. Mipango yako inafaulu kulingana na kiwango cha matumaini yaliyoko ndani. Wewe ukifikiri mipango yako itafaulu kulingana na kipato chako, unafeli. Usiweke matumaini hapa. Anasema mtumaini Bwana, wala usizitegemea akili zako. Ni sawa? Katika njia zako zote mkiri yeye, maana yeye atayanyosha mapito yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo anasema afya yako itakuwa sawa na mifupani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Ukikosa matumaini, njia zako zinakwama. Huisha matumaini ndani. Hata kama umeinama sai, huna fedha, omba matumaini yainuke. Rudi tena kwenye Yeremia tusome. Rudi kwenye Yeremia tusome. Mungu hakupi pesa wakati una shida. Ni kweli Mungu anakuwazia, hakupi pesa, anakupa matumaini. Hebu tusome. Ukishapata tumaini, maana yake umefungua mlango wa pesa. Ukipoteza tumaini, umefunga mlango wa fedha, umefunga mlango wa uchumi, umefunga mlango wa maisha, umefunga mlango wa uhai wako. Soma mstari wa 11, 29 Yeremia tena. 29:11, 1, 2, 3. Maana nayajua mawazo ninayowawazia. Mungu anatuwazia, anasema maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, mipango yake ni ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kuwapa ninyi tumaini. Alafu angalia mstari wa 12. Ukishapata tumaini, kitu gani kinatokea? Angalia hata ukienda kuomba, nini kinatokea? Anasema nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Okay, ukipoteza tumaini, huwezi kuomba ukasikilizwa. Hujanielewa ninachosema? Mstari wa 13 anasema nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukipoteza tumaini, hata ukiomba husikilizwi, hata ukimtafuta Bwana huwezi kumpata. Sijui kama unanielewa ninachosema. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na tumaini, unakuwa unafungua mlango wa Mungu kwa kupeleka viwango. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia matumaini, Mungu huachilia kesho yako iliyo njema. Ukikosa matumaini, Mungu haachili kesho. Sasa watu wengi sana, kwa sababu ya situation wanazopitia, eneo la matumaini limepoa. Mwangalie mwenzako, mwambie bado una matumaini yale yale ya maisha uliyokuwa unayo wakati ulipokuwa
ni kijana mdogo, ulikuwa una matumaini fulani. Je, bado yapo pale pale? Muangalie mwenzako, muulize bado yako pale pale. Mwambie hujapoteza. Mbona ni kama unaishi kwenye maisha ambayo tunakuona ni kama picha inayo scratch. Tunakuona ni kama picha fulani ina scratch, na ukiona picha ina scratch haiwezi kuleta maana iliyokuwa imewekwa ndani ya hiyo picha. Nini? Umepoteza tumaini. Sasa huisha matumaini yako kwa maombi. Rudi tena uisha matumaini yako kwa maombi. Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Haijalishi umepita wakati gani mgumu kiasi gani, haijalishi una wakati mgumu kiasi gani sasa, mwambie Bwana, bado kwako nitatumaini. Hata kama mazingira yangu ni mabaya kiasi gani, ni magumu kiasi gani, sina fedha, sina mali, sina nilichokuwa natazamia, lakini kwako kuna kila kitu. Maana mawazo unayoniwazia ni ya amani, mawazo ya kunipa amani, mawazo wala si ya mabaya, na umekusudia kunipa tumaini siku zangu za mwisho. Ninaomba tumaini jipya ndani yangu. Unapoweka tumaini jipya ndani yangu, ninapokuendea nikuone, ninapokuomba unisikilize, ninaposema na wewe ufungue milango mbele yangu. Lakini ndani yako matumaini yanapofunga na milango yako inafunga. Jambo la sita, unahitajika kuhuishwa. Maeneo yanayohitajika kuhuishwa. Eneo la sita. Eneo la sita. Eneo la sita. Huisha nia ya roho yako na roho ya nia yako. Andika, nitavielezea kidogo. Huisha nia ya roho yako na roho ya nia yako. Nia ya roho yako ni spiritual mindset. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nianze na nia ya roho yako. Mtu anaweza kuwa ameokoka au yuko hai na akafika mahali akashindwa kufikia baraka za Mungu au mapenzi ya Mungu na mawazo ya Mungu anayomwazia, kama hata uisha nia ya roho na roho ya nia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Warumi mlango wa 8 mstari wa 6. Nasikia kusukuma kusema sana ili eneo kidogo kwa upana, angalau upate nafasi ya kuombea. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 8:6. Nitakuelezea kidogo juu ya hayo mazingira ya nia ya roho yako na roho ya nia yako. Warumi 8:6. Warumi 8:6. Warumi 8:6. Tumepata? Naomba tusome katika jina la Bwana, alafu tutasoma Warumi 12:2. 1, 2, 3 tusome. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Okay, rudia tena kusoma. Rudia tena kusoma. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Unaweza ukaunderline kwenye Biblia yako kama huja underline. Nia ya roho ni uzima na amani. Okay, Warumi 12.
mstari wa pili. Warumi 12 mstari wa pili. Tusome. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yaani kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Turudie tena. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Maana ya nia ya roho ni nini? Maana ya nia ya roho ni nini? Unaandika, andika. Ni kufikiri, kutamani na kupanga kulingana na Roho Mtakatifu. Narudia. Maana ya nia ya roho ni nini? Ni kufikiri, kutamani na kupanga kulingana na Roho Mtakatifu. Ni akili na moyo uliowekwa chini ya utawala wa Roho Mtakatifu katika kutenda. Narudia tena. Unaandika, andika. Maana ya nia ya roho ni kufikiri, kutamani na kupanga kulingana na Roho Mtakatifu. Ni akili na moyo uliowekwa chini ya utawala wa Roho Mtakatifu kiutendaji. Bii yake ni mtazamo wa ndani kulingana na mapenzi ya Mungu. Ni mtazamo wa ndani kulingana na mapenzi ya Mungu. Ni nia yako inaunga mkono kile Mungu anataka. Si maana ya nia ya roho. Si ni matokeo ya kuongozwa ndani ya mpango wa Mungu ili kuishi kwenye kusudi la Mungu. Nia ya roho, kama nilivyotangulia kusema, ni spiritual mindset. Inasalimika kwa Mungu, inajipeleka kwa Mungu, inakaa pale ili kuongozwa, ili kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasema, uniwisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama unataka kutembea na Mungu 2026, lazima uhuishe nia ya roho. Okay. Roho ya nia ni nini? Roho ya nia ni nini? Roho ya nia ni mtawala wa ndani unaongoza namna ya kufikiri au moyo
unavyoongoza nia. Narudia. Ukichukua hii ukaiweka na ile ambayo nimetangulia kusema, havifanani. Okay. Roho ya nia ni mtawala wa ndani unaongoza namna ya kufikiri au moyo unavyoongoza nia. Hii ni kiwango cha ndani kinachobeba mwelekeo wa fikra, tabia ya ndani, mfumo wa kuamini na mtazamo wa maisha. Andika tu. Roho ya nia ni mtawala wa ndani unaoongoza namna unavyofikiri au moyo unavyoongoza nia. Hii ni kiwango cha ndani kinachobeba: moja, mwelekeo wa fikra zako; mbili, tabia ya ndani; tatu, mfumo wa kuamini kwako; nne, mtazamo wa maisha yako. Efeso 4:23. Wa Efeso 4:23. Kama tumepata, naomba tusome kuanzia 22 na 23. Efeso 4. Naomba tusome kuanzia 22 twende 23. Au tuanze 21. Mstari wa 21 kutoka Efeso 4, 1, 2, 3. Ikiwa mlisikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Mstari wa 23. Na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Okay. Kule nilikuonyesha nia ya roho, hapa ninakuonyesha mstari unaosema nia ya roho zenu. Mstari wa 24. Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Tofauti kati ya hizi mbili, nia ya roho na roho ya nia, tofauti. Naandika. Nia ya roho ni mtazamo uliounganishwa na Roho Mtakatifu. Nia ya roho ni mtazamo uliounganishwa na Roho Mtakatifu. Na roho ya nia ni chanzo. Na roho ya nia ni chanzo kinachounda fikra zako. Kwa lugha nyingine unaweza kusema spirit, attitude behind your mindset. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu anaweza kuwa na roho, kwa mfano, nikupe mfano. Mtu anaweza kuwa na roho ya mashaka. Nia yake inajaa mashaka. Unanisikia? Unanisikia? Okay. Pia mtu anaweza kuwa na roho ya utii au unyenyekevu, alafu nia yake ikajaa unyenyekevu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtu anaweza kuwa na imani, roho ile ya imani imekaa pale. Nia ya roho ikiwepo,
matokeo yanakuja kulingana na roho. Nia ya roho ikiwepo, matokeo huyo yanatokea kulingana na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa unisikilize. Roho Mtakatifu yupo na ana kazi zake. Ukigeuza nia ya roho, umegeuza mtazamo wa maisha yako. Ngoja nizungumze kidogo, ni base kwenye eneo la roho ya nia yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Roho ya nia yako nimesema ni chanzo cha mpangilio na muundo wa kufikiri. Roho ya nia ni chanzo cha muundo wa kufikiri kwako. Hii ndio injini ya ndani inayoamua kama utakuwa na maisha gani. Narudia tena kusema, roho ya nia ni chanzo cha kufikiri, na hii ndio injini ya ndani inayoamua kwamba utakuwa nani, utaonekaje, utafanyaje, mambo yako yatakuwaje. Roho ya nia ina nguvu. Kwa hiyo mtu akiharibika roho ya nia, hata akitaka kufikiri vizuri atakuwa hawezi. Atakuwa hawezi. Kwa sababu roho ya nia inabebana na dignity, utu. Mwangalie mwenzako mwambie utu. Mwangalie usoni mwambie utu. Wangapi huwa mnaombea utu huike mara kwa mara? Okay, ngoja tusome tena, rudi pale pale kwenye Waefeso 4:22 na 23. Rudi kwenye ile 22 na 23. Waefeso 4. Rudi pale kwenye 22 na 23. 1, 2, 3 tusome. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Mstari wa 23. Na mfanywe wapya, maana yake muhuishwe tena, mfufuke tena, mbadilishwe tena katika roho ya nia zenu. Nimekwambia hii ndio engine. Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Mtu akipata shida kwenye utu, akipata shida kwenye nia ya roho, ana moja kwa moja anaingia kwenye shida ya utu wake. Kuna mtu ananielewa? Sikia, unapomuona mtu anakuwa korofi, anafika mahali hasikii tena, hawezi kusikiliza, hawezi kuelewa chochote unachosema, kuna tatizo kwenye nia ya roho. Unanisikia? Mwangalie mwenzako mwambie nia ya roho. Nia ya roho ni engine. Nia ya roho ndiyo inaweza kubadilisha utu wa kale ikaleta utu mpya. Watu wengi wamebeba utu wa kale, utu wa jana, utu wa mwaka juzi, utu wa miaka ambayo hajaokoka, kwa sababu ndani yake hajabadilisha nia ya roho. Ukibadilisha nia ya roho, unabadilisha na engine ya mtazamo wa kufikiri juu ya maisha yako, na Mungu anatembea na nia ya roho wakati imefanywa upya. Ikiwa iko kama ilivyokuwa zamani, Mungu hawezi kutembea nayo wala kufanya nayo kazi. Muulize mwenzako mwambie, una nia ya roho ipi? Mwangalie usoni tena mwambie, una nia ya roho ipi? Una ile ambayo ni ya zamani kabla ya kuokoka, au
unayasasa baada ya kuokoka, ambayo kila siku unaihuisha katika Roho Mtakatifu. Kwa sababu angalia, hii nia ya roho tuliumbiwa mwanzo, wakati Mungu anatuumba pale Eden, aliposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Sasa angalia, ikisha haribika ile nia ya roho, unaharibika mpaka mtazamo, mipango, mpangilio wa ndani. Kwa hiyo dignity yako inavurugika, utu wako unavurugika. Unapovurugika unaingia kwenye utu unaoitwa utu wa kale. Utu wa kale ni ule utu ambao umebeba asili ya uharibifu wa kidunia. Sasa kama unataka next year Mungu afanye vitu na wewe, lazima eneo moja wapo la kuombea ni nia ya roho yako ibadilike. Ninajua kuna roho ya nia, hiyo inaongozwa na Roho Mtakatifu, lakini nia ya roho yako inaongoza ndani utu wako. Ni injini ya mpangilio wa mawazo, ni injini ya mpangilio wa namna ambavyo utatenda, namna ambavyo matakwa yako yapo. Matakwa yako yanaweza kuwa mabaya kwa sababu ndani haujauishwa kwenye eneo la nia ya roho. Kwa sababu ukiuishwa nia ya roho, unarudi tena. Angalia kwenye mstari wa 24 anasema hivi: mvae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu. Okay. Utu mpya ulioumbwa na Mungu. Mwanzo tuliumbiwa huu utu, lakini huu utu ulikuja kuharibika baada ya dhambi. Sio kama unanielewa? Bwana asifiwe. Nia ya roho yako ilibadilika baada ya dhambi kuingia. Na kila mtu duniani anapaswa kuombea hiki kipengele kwa kiwango kubwa sana na kwa muda mrefu sana, kama anahitaji kutembea kwenye mafanikio yanayotokana na Mungu. Sababu mafanikio ya kimungu huwa yamefungwa na picha na mtiririko wa Mungu, jinsi ambavyo ameanza tangu mwanzo. Ndio maana alisema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu ili akatawale. Sasa angalia, utawala uliopewa uliwekwa kwenye nia ya roho. Ile nia ya roho ambayo ni sura imebeba mfano wa Mungu, ikipata shida utu wako unageuka. Kwa hiyo unakuwa na utu ambao hauwezi tena kumiliki. Unabaki kuwa na tamaa ya vitu, lakini huwezi kufikia chochote. Sio kama unanielewa? Unakuwa na tamaa ya mali, lakini huwezi kufikia chochote kwenye hicho unachotamani. Kwa nini? Kilichopewa kumiliki chenyewe ndani kimeharibika. Ni lazima kihuishwe, kije kwa mfano wa sura ya aliyekiweka purposely, ili uweze kufanikiwa kulingana na jinsi alivyokuja kuweka ndani yako. Sasa si kila mtu anaombea nia ya roho yake. Mwambie mwenzako, mara ngapi huwa unaombea nia ya roho yako? Hebu muulize mwenzako, muulize, huwa unaombeaga nia ya roho yako? Umebaki na tamanio ya mambo na vitu, lakini nia ile ambayo imebeba msingi wa wewe kufikia ulichokusudiwa ndani yako imeharibika. Ngoja nikuonyeshe mistari michache pale. Angalia kitabu kile cha Zaburi ya 51. Daudi alipogundua, baada ya Daudi kugundua juu ya hali yake ya maisha kutokana na namna ambavyo alizaliwa, moja ya eneo ambalo liliharibika ndani ya Daudi ni nia ya roho. Zaburi ya 51. Wakati yupo kwenye toba anaomba, angalia toba yake inajumuisha kitu gani? Zaburi ya 51. Zaburi ya 51. Zaburi ya 51. Unaweza ukasoma labda mistari michache kuanzia pale juu, lakini mimi nataka tuone mstari wa 10. Kisoma hiyo Zaburi
Ukisoma soma wa 5, alafu twende tusome mstari wa 10. 1, 2, 3 mstari wa 5 kwa sauti tusome pamoja. Tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Mstari wa 10. Ee Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Okay. Kuna nia ya roho ndani yake ilivurugika. Alipozaliwa kwenye ule utaratibu wa uharibifu kwa mama, kuna tatizo lilitokea wakati anazaliwa, dignity yake ikaharibika, utu wake ukaharibika. Watu wengi sana hawajui kwamba tunapozaliwa mara nyingine kwenye familia kwa vurugu fulani za kimaisha, pengine umezaliwa kwenye familia ambayo wazazi wako walikuwa wamevurugwa kwenye mfumo wa kimungu, walikuwa nje ya mfumo wa kimungu na utaratibu wao ulikuwa na mambo ya kidunia. Tayari kuna kitu ndani yako kiliharibika. Eneo mojawapo lilipata shida, ni nia ya roho ndani yako. Ilitakiwa tena kufanywa upya. Baada ya wewe kuzaliwa, unapaswa kufanyika upya ndani. Unapofanyika upya ndani, nia ya roho, utu wako ugeuzwe. Hata kama umezaliwa kutoka kwa baba ambaye ni Mchaga, anapokuvika utu wa Kichaga, ule utu wa Kichaga unaweza kuenenda na tabia za Kichaga na mambo ya Kichaga na matakwa ya Kichaga. Lakini unapokuja upande huu sasa, unataka kutembea na Mungu, huwezi kutembea naye kwa matakwa ya Kichaga. Lazima ugeuzwe utu wako. Unageuzwa ile nia ya roho. Nia ya roho ikigeuka, utu wako hauendi tena kwa matakwa ya familia yako, kwa matakwa ya kabila lako. Utu wako unaenda kwa matakwa ya roho wa Bwana, kulingana na utaratibu wa mapenzi yake aliyokuumbia tangu mwanzo. Sasa angalia muda mrefu sana ndani yako. Eneo moja wapo ambalo shetani amelishikilia ni eneo la utu wako. Sijui kama unanielewa watu wa Mungu. Sikia, eneo ambalo shetani amelishikilia ni eneo, nazungumza nawe kitu kikubwa sana. Kawaangalie watu kwenye kampeni zao. Moja ya slogan wanayotembea nayo, wengine walitembea na kazi na utu. Maana yake anazungumza issue ya ndani, undani. Hazungumzi swala la nje, kazi na utu. Okay. Anaposema kazi na utu, kumbuka kazi ni kipimo cha utu. Kiwango cha ndani ulivyo, nia ya roho yako, ndicho kiwango cha matokeo ya nje kilivyo. Hamjanielewa ninachosema? Kiwango cha namna ambavyo utu wako uliumbwa. Kama shetani aliamua kuvuruga kwa namna fulani, ndivyo na nje utakavyokuwa. Kwa sababu shetani akiubana utu wako, amebana nia ya roho. Na akisha bana nia ya roho, matokeo nje yanayotokea sio ya Mungu, ni ya kwake. Daudi akaomba. Ukisoma Ezekiel 36, unamwona Mungu wakati nabii pale na Waisraeli wamefanya maombi, wako mahali fulani, Mungu sasa anaachilia ahadi na agano. Soma Ezekiel 36, 26 na 27. 36, 26 na 27. Kama tumepata naomba tusome. Kama mpata naomba usome. 1, 2, 3. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, na nimetatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe ulio ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Mstari wa 27. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtashika hukumu zangu na kuzitenda. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kwa nini Mungu anataka utu wetu ubadilike? Nia ya roho ifanywe upya. Anataka ifanywe upya
ili atuendeshe katika sheria zake. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza. Bwana asifiwe. Kama Mungu ana mpango wa kukuongoza, hawezi kukuongoza roho ya nia yako au nia ya roho yako ikiwa vile vile ambavyo imekuwa kama zamani, imekuwa kama ulivyozaliwa kutoka kwa baba yako na mama yako. Mungu hawezi kukuongoza hivyo. Lazima asafishe, aondoe hiyo hali ya utu wa kale, nia ya roho ya kale, alete nia mpya ndani yako itakayokuumbia utu mpya, utu mpya utakaoendana na mapenzi yake. Watu wengi hawawezi mapenzi ya Mungu. Kwa nini? Mapenzi ya Mungu ni magumu kwa sababu nia ya roho ikiwa haijafanywa upya huwa inafanya mapenzi ya mwili. Hujanielewa? Narudia, nisikilize. Nia ya roho isipofanywa upya, na hii ndio tulikuwa nayo kabla hatujaokoka. Baada ya kuokoka, wale ambao waliweza kuendelea kukaa mbele za Bwana na kutamani kubadilishwa kila siku, unaona mabadiliko yanatokea siku kwa siku. Hata kama alikuwa ni mbaya, Sauli alibadilika. Bwana asifiwe. Sauli kabla hajawa Paulo akabadilishwa. Nini kilibadilika? Nia ya roho iligeuzwa, akafanywa upya. Utu wake wa kale ukaondoka. Kuna watu mnatembea mpaka sasa na utu wa kale. Ule utu wa kale uliokusumbua wakati ule hujaokoka. Ukazini, ukaiba, ukafanya mambo yasiyofaa, bado upo. Na ukiona bado upo, kuna tatizo. Maana yake nia ya roho bado haijapata nguvu kiwango fulani, hujahuika. Hujanielewa? Bwana Yesu asifiwe. So tufanye upya, tuwe na tuvue utu wa kale, tufanye upya katika roho ya nia, alafu tuvae utu mpya. Wangapi hapa mna utu mpya ndani? Unaona kama Mungu. Maana hujajua, ningezungumza faida za kuwa na, ukishakuwa na utu mpya, Mungu anachokiona na wewe unakiona. Mungu anachokitaka na wewe unataka. Yaani mwili wako hauwezi kuwa against juu ya kile Mungu anataka. Hata kama hiyo njia ina maumivu, utaikubali kwa sababu tayari nia ya roho yako na roho ya nia ndivyo vinavyokuendesha katika utu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sijui ulizaliwa wapi na familia gani. Sikia, watu wengi sana utu wao umeharibiwa kulingana na maeneo waliozaliwa. Nia yako ya ndani imeharibiwa kulingana na mahali ulikozaliwa. Mara nyingine mahali ulikolelewa. Sasa mwaka ujao Mungu anataka kufanya vitu na wewe, lakini kuna vitu vinamzuia bado mpaka sasa. Kuna vitu vimemchelewesha Mungu na vimekufanya wewe kuchelewa. Hata sasa kuna hatua Mungu alitaka uwe umefikia, lakini kuna namna ndani yako bado vile vitu. Daudi alishtuka mapema, akajua ninachelewa kwa sababu baba yangu na mama yangu walinichukua mimba hatiani. Kwa hiyo hata ndani yangu utu nilio nao umetengenezwa kwa mazingira ambayo sio sahihi. Bwana niumbie ndani yangu utu mpya, nia mpya, roho mpya ambayo itanifanya nitulie. Maana saa hii nina mawenge, nina kierere tofauti na vile ambavyo unataka. Muulize mwenzako, mwambie umetokea kwenye familia ya nani? Mwambie utu wako ulitoka salama. Muulize, mwambie utu wako ulitoka salama. Wangapi bado mmetoka na ule utu wa Mungu? Sikiliza, watu wengi sana, kwa sababu ule utu ambao Mungu anautaka auone ndani hauonekani, wanachelewa kufikia kile Mungu alitaka.
wanachelewa. Na unakuta inakuwa ni vita kubwa sana katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu sasa huyu mtu ameokoka lakini ndani hajabadilika, utu wake una shida. Kolosai 10, Kolosai 3:10, wa Kolosai 3:10. Kuna watu mara nyingine wanasema nataka maisha makubwa mazuri. Ndio, kiwango cha utu na nia ya roho ndani yako kilivyokaa, ndivyo na maisha mazuri yatatokea. Huwezi kuwa na maisha mazuri ndani ya kujakaa mpangilio wa maisha mazuri. Okay. Kolosai 3 mstari wa 10. Tutasoma wa 9 na wa 10. Au tuanzie wa 8. 1, 2, 3. Twende ya 7, tuanzie 7. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Katika yapi? Kuna uasherati ukisoma mstari wa 5 kule chini. Hem, tuanzie pale wa 5. Tuanzie wa 5 hii tuende mpaka 10. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu na tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndio ibada ya sanamu. Unaona hayo mambo yote yanatoka kwenye utu. Mstari wa 6. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Hakuna mtu wa kutembea kwenye dhambi. Bwana asifiwe. Okay, mstari wa 8. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote, hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Sasa angalia mstari wa 10. Mkivaa utu mpya unaofanywa upya, upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyewaumba. Oho, nataka nikurudishe pale. Kwa nini hatutawali? Kwa sababu hatupo kama mfano wake ulivyotuumba mwanzo. Kuna mtu ananielewa? Tunachelewa kutawala kwa sababu utu wetu umeharibika, haupo kwa mfano wa aliyetuumba. Maana yake nia yetu, nia ya roho yako kaitazame saa hii. Kuna kitu inataka, lakini sio kile Mungu anataka. Kwa nini? Kwa sababu umevurugika. Na sijui ulizaliwa kwenye familia gani. Inawezekana umezaliwa kutoka kwenye familia yenye mitambiko, yenye mambo mengi ya ibada za sanamu. Kule ndani kuna vitu vinavyoharibu. Inawezekana umekula vyakula vya uharibifu, vimeharibu utu wa ndani, na ule utu wako sasa haupo katika hali yake. Badilisha sasa mwenendo wako. Tengeneza sasa nia ya roho yako. Nia ya roho isipobadilika, utu wako ukafanywa upya, maana yake maisha yako hayawezi kubadilika hata kama unatamani kubadilika, kwa sababu utu wako unapaswa kubadilika, kurejea kuwa na mfano wa aliyeumba. Daudi aligundua sawa, mama yangu alinichukua mimba pale, niliharibika. Kwa hiyo sifikii ulichotaka, kwa sababu niliharibika kutokea tumboni kwa mama yangu. Watu wangapi hapa mmeharibikia kutokea tumboni kwa mama yako? Wengine pengine mama yako alipokuwa na mimba alikunywa dawa za kienyeji. Hujanielewa ninachosema. Pengine alifanya vitu vya ajabu ajabu. Pengine mimba yako ilisumbua, akaenda kwa mganga. Sijui kama unanielewa. Alafu ndani ya shida ikatokea,
kinachozaliwa hakiji tena na mfano wa utu aliyemuumba, kinakuja na mfano mwingine mbaya. Kwa hakiwezi kupata kile ambacho Mungu aliumba tangu mwanzo. Sasa Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake na kwa sura yake. Alafu akawaambia mkatawale, mkazae, mkaongezeke kwa mfano wake. Sasa angalia, wakati Mungu amewapa Adam na Hawa kuendeleza uzazi, moja ya kitu ambacho kilitokea baada ya wao kukosea, nia roho zetu ziliharibika. Kwa hiyo tumetoka kila mtu na utu mbaya, sio utu wa mfano wa Mungu. Sasa nataka tukaombe. Nimesema leo nataka tuombe, lakini tunaomba juu ya matumaini. Huisha matumaini yako. Sasa sikia, nataka kuconnect hivi. Utu wako ukiwa hauko sawa, pia matumaini hayawezi kujengeka ndani yako. Mtumainije Bwana? Wewe wakati unafikiri tumaini lako ungeweka kwa Bwana, ndani yako kuna kuja kukwambia mganga fulani yupo ametokeza mjini anaweza kukusaidia. Ili ndoa yako ikae sawa, nenda kwa mganga fulani. Ili biashara yako iende, nenda kwa mganga fulani. Tumaini lako linabadilishwa. Kwa nini? Kwa sababu utu umekuwa wakale. Utu umekuwa mbaya, sio wa sura ya Mungu. Kwa hiyo hata matumaini yako hayawezi kuwa kwa Mungu. Ngoja niulize swali hili, na uwe mwaminifu atakufa. Saa hii kitokea uko karibu na kufa, unanisikia? Alafu kuna mganga hapa anaweza kusolve hilo tatizo lako. Alafu Mungu yupo lakini humuoni. Ni nani utamfuata saa hiyo solve tatizo lako kwa haraka? Kila mtu sema mara moja. Mwangalie mwenzako, mwambie utamfuata nani? Mungu ulishawahi kumuona? Mganga yuko hapa anaweza kusolve tatizo. Utaanza na nani? Mwangalie mwenzako, muulize utaanza na nani? Anasema ataanza na nani? Hawezi kuanza na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu utu wa ndani hauna picha ya Mungu. Kwa hiyo hawezi kufanana na Mungu. Kwa hiyo tumaini, Mungu ni wa tumaini na yeye hana tumaini. Si kama unanisikia? Ndani yake ana utu ulioumbwa kwa jinsi ya kimwili. Kwa hiyo atategemea kutoka kwa anayemuona. Ndio maana tuna watu wameokoka lakini bado wanaenda kwa waganga. Haujui? Kwa nini? Kwa sababu kuokoka sio kubadilisha nia ya roho na utu. Kubadilisha nia ya roho na utu inahitaji process, prayer, maombi tena, ili uishwe ndani, ufanywe upya ndani. Kuna mtu ameokoka lakini bado anazini. Kuna mtu ameokoka bado anafanya uasherati. Uasherati tulifanya na uzinzi tulifanya kabla hatujaokoka. Si kama unanielewa? Lakini unapoingia kwa Mungu pasi kufanya hicho kitu. Uliiba wakati hujaokoka, kwa nini unaiba ukiwa umeokoka? Kuna tatizo. There is something wrong somewhere. Kuna shida kwenye utu wako. Unawezaje ukaua wakati uko ndani ya Mungu? Unawezaje ukasengenya wakati umeokoka? Kuna tatizo somewhere. Sio kama unanielewa? Sasa mwaka ujao Mungu anataka kufanya vitu na wewe. Hawezi kufanya na hali ya utu ulionao. Hawezi kufanya na hali ya nia ya roho ulionayo. Na roho ya nia ulionayo saa hii anataka ubadilishwe, ufanyike upya. Ukishafanyika upya, anataka hiyo roho iliyoko ndani ing'oke kwanza. Kuna watu kuna roho iko nyuma inaongoza nia zao. Hiyo roho leo lazima iondoke ili Bwana apate nafasi. Akipata nafasi na maisha yako yanabadilika. Haleluya, haleluya.
maisha yako hayawezi kubadilika. Hiyo roho bado haijaondoka. Lazima hiyo roho ambayo inaendesha utu wako iachane na utu wako. Halafu Bwana aondoe huo moyo wa jiwe, aondoe hiyo hali mbaya ndani, aweke nia ya roho mpya. Anapoweka nia ya roho mpya, ghafla unajikuta unatembea kwenye mapenzi ya Bwana. Wengine wakiona hali mbaya, wewe unaendelea kuona bado liko tumaini. Kitu gani kimetokea? Ndani yako kuna kitu kimetokea ambacho kimekuweka huko tofauti na mwingine. Wengine wakati wanataja magari na farasi, wewe unalitaja jina la Bwana Mungu wako. Haleluya, haleluya, haleluya. Wakati wengine wamekata tamaa, wanasema hakuna kutoboa, wewe unaona unatoboa na unafika mbali kuliko wengine. Kitu gani kinatokea? Ndani kumebadilika, na ndani kukishabadilika hakuna wa kukuzuia, hakuna wa kusema haendi, hasogei, hafiki. Wataweka barriers, lakini utajikuta unavuka hizo obstacles. Hakuna mahali utakaa ambapo wamesema ukae, kwa sababu utu wa ndani unaona tofauti. Mpangilio wa fikra zako uko tofauti na wao wanavyofikiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Hata ukipita sasa, ndio maana nasema uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Nijapopita kati ya bonde la hofu ya mauti, sitaogopa mabaya. Kuna watu wanaogopa kwa sababu hawajabadilika, hawajauishwa. Mauti hata ikija, acha ije, tutapita, alafu tutaimba haleluya mbele. Sijui kama unanielewa. Hata kama mabaya ni makubwa kiasi gani, tunaugua kila saa. Paulo anasema kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa. Anaposema kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, nyuma anasema lakini nimejua katika haya yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwake yeye aliyetupenda. Kitu gani kimetokea ndani yake? Ana uwisho wa tofauti na wengine. Anaona pamoja na mauti bado tunashinda, na zaidi ya kushinda. Haleluya, 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 haleluya. Sasa Mungu hakukupeleka viwango fulani mwakani, lakini hawezi kukupeleka ukiwa kwenye utu huo wa kale. Ni lazima ndani tufanye maombi pabadilike. Pakisha badilika, unaanza kuona hatua kwa hatua Mungu anakupeleka. Mungu anakupeleka. Ukisikia mwingine amefia njiani, au unasema huyo sio mimi. Mimi sifi sasa, bado nitaishi. Unaendelea. Unaendelea. Kitu gani? Hata kama utaacha 10 njiani, 30 njiani, lakini wewe unatoboa, kwa sababu mapenzi ya Bwana lazima yafikishwe kupitia wewe. Mapenzi ya Bwana yako ndani yako, na mapenzi ya Bwana hayawezi kuondoka, kwa sababu tayari nia ya roho na roho ya nia vinaoana, vinatembea. Utu wako wa ndani umefanywa upya, sio wa kale. Haleluya, 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 haleluya. Ni siku ya 7. Yuko mtu mmoja Mungu anataka kumrudisha awe na sura na mfano wake. Haleluya, haleluya, haleluya. Haijalishi mizimu ya kwenu imesababisha ukawa hivyo, dhambi imesababisha, uchawi umesababisha, Bwana yuko hapa kwa ajili ya mtu mmoja. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwaka ujao yuko mtu atatembea na Mungu. Simama, simama, simama. Jesus. Simama. Jesus. Sijui utu wako umeharibiwa na kitu gani. Sijui ni kwa nini uko hapo na usogei.
Mungu wangu yuko tayari kukusaidia kama alivyomsaidia Paulo.